Hii ni Ayo TV na millardayo.com. Naitwa Bakari Chijumba na leo nimefika ofisini kwa mwenyekiti wa Chama cha Ukombozi cha Umma Hashim Rungwe Spunda. Nimekuja kuzungumza naye kuhusiana na masuala mbalimbali ya kisiasa ambayo yanaendelea nchini. Yapo mengi ambayo nazungumza, ikiwemo swala ambalo kwa sasa linaonekana kushika kasi kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na vyombo vya habari, hususan pale ambapo baadhi ya wanachama ambao walikuwa ni wajumbe wa sekretarieti ya Chadema ya zamani wamejiondoa Chadema, lakini hawajasema wanaenda chama gani. Mtandaoni mambo yakawa mengi, wengi wakihusisha kwa Chadema kwamba wataenda Chauma. Nimekuja hapa kuzungumza naye kuhusiana hilo, lakini pia kuzungumza masuala mengine mbalimbali ya kisiasa, namna ambavyo Chauma imejiandaa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025, kwa sababu wao ni miongoni mwa vyama ambavyo vinashiriki uchaguzi huu. Tunaangalia uchaguzi sasa. Kisha saini na tuko tayari kwa kufanya uchaguzi. Ndio. Wakati anafuatilia vyama ambavyo vimesaini, nimeona pia chama chenu kikasaini pale kanuni, maana yake ni rasmi mmeamua kushiriki uchaguzi. Kwa hiyo tunaamini automatically kama mtashiriki, lakini kwa wale ambao wamesema hawatoshiriki mpaka mabadiliko yafanyike ya kimifumo, maoni yako yakoje? Mimi maoni yangu ni kwamba hao walioamua kwamba wao wanataka kuona mabadiliko fulani katika sheria za uchaguzi na nini, haki yao kusema namna hiyo. Na bahati nzuri au mbaya, walipokaa kwenye mkutano ndio walichoamua hicho kwamba wao hawatashiriki. Mimi na wenzangu tulikaa katika kao vile kama kwa pamoja kwamba tutashiriki. Kwa hiyo sisi tulikwenda kushiriki na tuko tayari sasa kungoja uchaguzi, tushiriki uchaguzi. Tayari mchakato ndani ya chama wa watu kuchukua fomu za kugombea umeanza? Mchakato ndio sasa tunaenda nao. Tulishatangaza juzi kwamba tunahitaji wajumbe wale waje tupate kuchagua. Tulikuwa na mkutano tarehe 11, tarehe 10 na tarehe 11 ndio kwa ajili ya vitu kama hivyo, lakini tumeahirisha kwa sababu ya unajua upungufu wa pesa ndio zikawa ni tatizo. Kwa hiyo tunangoja kidogo tujivuta, alafu baada ya wiki mbili tutatangaza tena. Tumeona baadhi ya wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wametangaza kuondoka. Wale wengine walikuwa ni wajumbe wa sekretarieti ya zamani, tangaza kuondoka kwenye chama chao, na wamesema bado hawajasema chama gani wanaenda zaidi, wakisema tu kwamba watu waenda CCM, lakini viko vyama vingine wanafikiria kwamba watakwenda. Lakini baadaye kaibuka mjadala mrefu kwamba kila mtu mtandaoni anasema wanaenda Chauma tani. Sijajua hasa nini kimepelekea wao kusema hivyo, na ndio maana nikasema leo tujizungumze pia. Hiyo ni ukweli upo kuhusiana hili? Mimi nafikiri hao ni mawazo ya watu binafsi. Mmoja anaweza kana mawazo yake. Kama wana mawazo hao, kama watapuja huku mlango sisi tutafungulia na utakuwa waziri. Lakini sisi hatujapata taarifa hiyo. Sisi hatuna taarifa. Kwa hiyo sio nyinyi wala wao ambao wenyewe mjawatafuta kwa shawishi waje, wala wao hawajatafuta. Sisi hatukufanya mpango, hatuna mpango huo. Kuna ile ndio hivi tunasema kama wanakuja karibuni. Kwa hiyo kuna vyama vingi vya upinzani ambavyo vimesaini zile kanuni ambazo vinashiriki uchaguzi mkuu. Unadhani kwa nini watu wameona waihusishe hili jambo na Chauma na sio chama kingine? Sijui wao wananchi wameonaje huko, labda sababu sisi hapa tulivu tu, sisi tumekaa kimya, hatuna matatizo na mtu na hatuna vugu sana. Kwa hiyo labda hiyo ni moja ya sifa zetu, lakini watu wana uhuru wa kuacha chama na kuingia chama, ni haki yao. Umeona baadhi ya wafuasi wa Chadema mtandaoni wanasema mzee, usifubutu bwana kwa kupokea hawa, kwa sababu itaonekana kama umetumika na walikuwa nyuma yao kufanya siasa za hovyo kwenye nchi. Wao watu wanaosema hivyo, unajua watu kujipa mamlaka ni hali yake mwenyewe. Mtu anajipa mamlaka, mimi nataka unifanyie hiki, mimi nataka ufanye hali, ni kujipa mamlaka ambayo huna. Unajipa mamlaka, unawaambia watu wazima na watu wanaoendesha chama chao. Mimi nawaachia tu, mimi siwezi kusema sana, lakini waachie wale wenyewe ndio watatembea, watakuja wapi. Wanajua wenyewe kitu kilichowaudhi huko, wanakijua. Nafikiri vingine wamevisema. Wanaona kwamba wao kama vile watu wamefungwa hivi, wanapewa amri tu. Sisi tunataka, mimi nataka hivi. Sasa vyama hivi sio vitu vya kutoa amri, sio
Hivi vyama ni vitu vya hiari kabisa. Mtu anajifeel kwamba yeye ana amri, aende huko akaandikishe kwa bwana mkuu wa jela huko, polisi au nani, utatoa amri. Sasa utatoa amri vipi? Mimi sielewi, kwa sababu wao wale ni watu wazima, wanaona hivi vyama vyote nchi, wana hiari wao kuamua nani watamwona anafaa watakwenda. Kwa hiyo mimi sitasubiri. Lakini sasa hauwezi kuona kwamba inaweza ikaleta kama hivyo wameanza wale maneno, akaona kwamba sasa hawa wametoka huku, wao huenda wale wengine wanawahisi hao waliotoka ni wanausaliti, wanasaliti chama, pengine wanakigawa chama, na hasa kuzingatia maneno yao. Baadaye kaanzishwa G55 ambayo baadhi ya wafuasi wa Chadema wanaamini huenda kuna watu wako nyuma yao. Sasa wakija kwako huoni kama watakichafua chama chako? Hao ni maneno yao. Kama wanachafua au wanafanya vizuri, hao ni mambo yao. Mimi sielewi. Wewe wakija utawapokea? Mimi wakija tutapokea. Si watu tunabidani ndio wenye chama wa Tanzania hawa. Hao ni Watanzania wenye chama. Watanzania wote tunawapokea. Hatuwezi kukataa. Sasa kama watachukua fomu kipindi hiki ukasema watagombea nafasi mbalimbali za uongozi, hiyo ni ubunge au udiwani, na husu zipo, hakuna shida. Hakuna shida. Mtu umeshampokea kwa mwanachama, sasa kama kuna nafasi anataka, utamwachia, utampa tu. Wakati mwingine hata vyama vingine vya mko navyo kwenye upinzani, wakati mwingine wanafikiria kuombea vyama fulani hivi vimetengenezwa tu na serikali ili ionekane kuna upinzani nchini, lakini hivi viko na serikali pamoja, vinatuhujumu tu sisi wapinzani wa kweli. Hivi vitu umekuwa ukivisikia wakati mwingine? Navisikia, lakini hakuna chama ambacho ni maadui wa mtu. Hakuna chama cha namna hiyo. Ni mawazo ya wanachama au watu wananchi tu. Kuna vyama vingine kazi yake ni kutoa amri kwa vyama vingine. Wewe nyinyi mnafanya hivi, na kila saa uko kwenye TV. Mmekosea hivi. Sasa wewe ndo msajili bwana, si msajili ndo kazi yake. Msajili anasema bwana wewe umefanya makosa. Hata wewe kuna mtu anang'ang'ania kwenye TV. Mimi nashindwa kumwelewa. Mimi sisemi. Wala si mingi, mwacha aseme. Si sauti anayo. Kwa hiyo ni tabia ya tangu asili yake huyo mtu. Nyumbani anaweza kuwa ni mtu namna hiyo. Hata kama akiongea na mzazi wake hana ile fulani hivi. Hata kama tunayo haki, lakini hiyo haki lazima tuiangalie kwamba ni nani ninayezungumza naye. Si ndio? Kwa kiasi fulani mtu, kila mtu anahitaji heshima. Hata huyu mwenyewe anahitaji heshima. Sasa watu wasipomheshimu hawezi kuona raha. Kwa hiyo respect ni muhimu katika haya maisha ya kawaida. Tunaona. Na kama utafanya maamuzi ya kugombea ubunge, jimbo gani ambalo unadhani litakustahili kwa? Mimi kugombea ubunge jimbo linalofaa. Mimi haka pote majimbo yote hapa mimi na wewe. Nafahamu kote huko Dar es Salaam, vote wa Salama. Kwa epuka huko ni jimbo kama hivi. Hata nashindwa kuelewa. Kule nishagombea. Kinondoni. Niko katika chama kile cha NCCR. Huko Kawe ndo nakokaa karibu ya mimi nakaa Mikocheni. Huko sijajua nani atagombea huko na nini. Tangalia kokote. Wewe hapo katika Kinondoni au huko Kawe au hii nani hii ya Kijitonyama. Sera yetu ya ubwabwa safari hii tunaenda nayo. Lazima ubwabwa ni noma, lazima. Ulikula ubwabwa? Nilikula. Basi ni muhimu watoto wanapokwenda shuleni asubuhi. Maisha ya nyumbani, majumba yetu mengi ya Kiswahili tunayajua. Hatuna uwezo wa kumpa mtoto shilingi 5,000, 10,000. Sawa. Sasa mtoto lazima apate kitu cha kufungua kinywa. Afungwe kinywa, awe na afya kule shuleni. Alafu hata masomo yale atasikia vizuri. Sasa unapoanza kumwambia babake alipie, kwanza ulipie ile za chakula. Sasa babake anahusika vipi? Ule mtoto ni wa kwenu. Babake akimkata kichwa, serikali itamwacha? Haitomwacha. Sikiliza kuaje wewe unamlazimisha mzee toa hela, atoe hela gani? Hela sisi huko kwa maana kwenye sehemu yetu tunaweka hela. Hela zote za nchi ni wewe ndo unazishika. Sasa inakuaje? Tena siku hizi ni rahisi. Mchele uko Mbeya hapo, uko Tabora pale, michele mingi tu. Chukiambia tata chakula chenu mtaluza hapa, si bei rahisi tu.
watatuletea pale ili plate la chakula. Hapa mimi nakula shilingi 2000 hapa. Hapa tunakula shilingi 2000. Pengine shuleni itakuwa 1000 tu au 500. Mkishachukua mamlaka mtahakikisha kwamba kila shule ni shule zote na vyombo na kila kitu tanunulia. Watapata. Ni haki yao, sisi wazazi wake. Ni haki ya mtoto. Wale watu waliokuwa kitawala siku zile, wao walijuaje kama hii ni haki ya watoto wanaokwenda shuleni? Tena mpaka form 6, si ndio? Tunapata chakula na mtoto akitoka hata ile darasa la 4 anakuja kusoma uhakimu, anasomea kazi nyingi tu anajifunza, kwa sababu alikuwa akitoka pale na akili imeshajengeka. Na watu wanaokwenda hospitali lazima uangalie wewe. Hata hospitali utakuangalia na hivi vyakula vyote vilikuweko pale na vyombo, masahani, kila kitu kilikuwa anakikuta pale. Sasa kwa nini sisi tuwakatalia watoto? Mimi nitaonekana ni mtu ajabu. Mimi kama nakwenda pale wakisha chakula lazima ubwabwa. Kwa kampeni safari tutakula, watu watakula ubwabwa pia watakuwa wanahudhuria. Kwa kampeni iko hivi. Lakini mashuleni kachukua nje zima ubwabwa lazima. Shuleni na hospitalini. Lazima. Hospitalini kwa maana wale wanaouguza au admission. Sawa. Wewe ukishapata tu admission umelazwa, hebu chukulia kwa mfano. Wewe unakaa Tabora au umetoka kwani Tabora umekuja Dar es Salaam kufanya shughuli za biashara zako na biashara tu, tena unataka kuingizia serikali pesa. Umeumwa sasa, unapelekwa hospitali. Kule hospitali kama mzee anaumwa kugonjoka, pekwa hapo yuko Monogazira. Amelazwa. Sasa maana yaangalie pale. Yaani tena yule mtu anaambiwa leo toe hela hapa. 1,300,000 na usi na vitu vya ajabu sana. Lazima hawa watu waangaliwe na serikali, wapate chakula. Akishapata nafuu atarudi barabarani kuja kutafuta riziki zake, analipa kodi. Tofauti na sera ya ubwabwa kuhakikisha kwamba mkifanikiwa kuchukua mamlaka mnapeleka chakula shuleni na hospitali muongeza hapa. Kuna sera gani ambazo mwaka huu mna kwenye vikao ambavyo mmekaa mmefikiria kuja nazo? Sera zetu ni zile kwa sogezea huduma wananchi karibu. Kama hivi kuna hii habari ya train ya SGR, lakini sisi tunaleta mfereji wa maji. Unajua mfereji wa maji kama vile Suez ile. Watu watakao upande huyu anajenga bahoteli na upande wa mahoteli. Watu watakao tutajenga slowly kwa interval. Sawa. Kama tutaanzia Bagamoyo tunakwenda zetu Dodoma. Kule watu watapata samaki, mizigo yao kule watapakia kwenye vitumbu, kila kitu watafanya. Kama vile ilivyo hapa bandari ya Dar es Salaam. Na wale kule watafanya hivyo. Watu wanataka kutumia malori watatumia, watu wanataka kutumia hiyo watatumia. Ndio maana ile watu walishangaa uliposema nitawaleta bahari Dodoma, manake ilikuwa nalenga masuala kama haya. Tutashangaa bahari Dodoma, bahari Morogoro. Lazima bahari inakuwa na watu wanapata nafuu maisha. Mimi wakupeleka bahari Bagamoyo, bahari Dodoma, Morogoro ni kwa staili ya kujenga hizo. Kuna mbinu nyingine. Ni kujenga mfereji, yani ni kama mfereji canal. Ujenga kama kana Salaam mpaka huku kutakuwa na mahoteli, huku watu mahoteli watajenga na nini, miji itapanuka. Ndio dhamira yetu. Yani watu wote wapate nafuu. Ule inakopita ile iache na kuwa na taathira fulani. Wewe binafsi utagombea nafasi yote kwenye chama safari? Mimi pengine nitaweza kugombea. Pengine, lakini sasa hivi haijulikani kwa sababu ni chama mpaka wakicha kuamua ni nani atakayegombea kwa chama hichi. Lakini wewe nini yako ndani unafikiria uende bungeni au unafikiria kugombea urais? Mimi nafikiria sema yote ama bungeni au kwenye urais. Bado hujaamua zaidi? Bado sijaamua mpaka hapo hiyo mikutano tutataka kufanya ndio itakanipa wazi kwamba sasa wewe bana nafasi hiyo utagombea. Sasa ikitokea kwa ndugu zetu upande wa pili, mwenyekiti Mbowe amekuwa kwa muda mrefu kidogo na bado alikuwa anatamani kuendelea maana alishiriki uchaguzi, lakini bahati ilikuwa upande wake akachukua Tundu Lissu.
na bado mambo yakawa mengi kwa sababu kuna watu wanamwamini kwa Mbowe anafaa, na nimekuwa na mivurugano miwili mitatu, bado timu Mbowe imeendelea kuwepo na huko timu Lissu. Ikitokea kuna vijana wakataka kuchallenge, uchaguzi ukifika wanachukua fomu na wako speed na wanachama wakasema chama hiki bana sikioni wenyewe wao wanaamua tu. Lakini wakati wa uchaguzi kuna wakati ambao unachukua fomu wewe na mwingine anachukua au unakuwa ni peke yako. Mwingine anakuwa Bado tunaenda nao lakini wenyewe atajitoa pale ikifika dakika za jioni. Sema sisi bana pesa. Hapo wale kukaza mpaka dakika. Kuna mtu alikaza mpaka mwisho. Hajatoke. Huyo juzi alijitoa. Alijitoa tu. Wanakuacha wenyewe sasa mzetu hao. Na kura na nilikosa kura 3 sivyo. Zote hizi. Kasoro 3 zilizosema hapa. Na basi. Sasa ikitokea siku anatokea kijana ambaye akapata nguvu uungwaji mkono na wakati akaona na kabisa anaelekea unajua vijana ni kitu kimoja. Yeye ana lugha ambayo inaweza kuwafanyia nzio wale wa vijana wa chini wakakubaliana nayo. Unajua? Kijana anaweza kaongea lugha ambayo wale watamwona huyu anafaa. Sasa akija kishana na mtu umeshakuwa na umri wa kiasi fulani. Mzee hafai huyu. Yaani nchi hii watu wameshakuwa kama wana umri. Wana umri kama vile ndugu yangu Wasira na umri. kama dhambi bwana. Ni kosa. Wana umri. Sisi jamani mimi nimefanya kosa gani? Kama kushambulia na huyu ndo anatufaa huyu. Anakufaa ni vipi? Haijulikani. Sasa mimi kwa kweli huko niko fair. Akija mtu tukimwona anatufaa na tukamwache Na kaendelea. Kaendelea. Na hata ikitokea mtu ameshinda unakuwa utaendelea kushauri chama utaendelea kwa. Yaani mimi nitaachia kwa furaha tu. Tutamwachia tu endelesha chama changu. Mimi tabaki kwenye kamati kwenye nini? Wakati kule chama. Nitakuwa kule kwenye kudumu na kushauri chama. Lakini kama hatotokea kijana wewe mwenyewe unaweza kufikiria siku moja kusema nadhani nimechoka sasa ngao. Umefikiria kwamba bwana nimechoka, nataka nipumzike. Inawezekana. Hata Mzee Nyerere alisema amechoka. Ingatuka. Kutoka hapa ofisi ya Chama cha Ukombozi cha Umma ambapo imekuwa na mazungumzo ya dakika kadhaa na mwenyekiti wa chama hiki Hashim Rungwe, na amezungumza mambo mengi hakika ambayo kama umetega sikio vizuri na kwa umakini na kusikiliza, naamini umetoka na kitu, huku akisisitiza kwamba sera yake ya ubwabwa iko pale pale. Mimi ni Bakari Chijumba.